Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia unadai haki. Hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine mpaka waingie njiani, wakafanye vurugu, walipwe wakachome vituo, walipwe wakafanye vurugu walizozifanya. Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah. Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema. Hawana sababu, hawana. Ugumu wa maisha kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha. Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo. Na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha. Wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao wenyewe. Kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha. Wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe. Wanakuwa hawana mwelekeo. Wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile. Walikuja kutuambia, jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani. Lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi. Na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali. Na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi, utaondoka tu. Lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini. Na tuna dini za madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui 4 sijui 5. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna Mabaniani, tuna mamonki wale sijui Buddha, na wengine ambazo ziko huko zinafanywa. Lakini kubwa ni hizo 4 au 5. Na hizi 4 au 5 zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Sunni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Suminani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoverride madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna. Wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate
anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country tutaendesha demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana. Lakini viongozi wa dini, msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao. Ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndo wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa, kwamba mimi dini yangu ndo ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndo hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko 8 yametolewa na teki 8, lakini ukenda chini chini wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupaswi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki. Kuna muda. This is a democratic country. Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu, kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya 6 kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama, ikalike na watu wafurahi, hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anayeongoza, tustahamili tu. Mioyo yote imeumbwa na stahamili. Demokrasia ipo. Ataongoza, ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya 6, wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa. Sasa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo. Nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu tumieni akili zenu. Najua hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu, wanamharibu mtu kichwani. Kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote zinasema kila mamlaka, lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane. Na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.